Al-isharatu bisababati wa tahrikuha, kutoa ishara kwa kupitia kidole cha shahada. Lakini hapa kimeitwa as-sababatu. Kwa nini kimeitwa kidole hiki as-sababatu? Ni kwa sababu Waarabu kipindi hicho kidole hiki alikuwa wanakitumia katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni sehemu ya kumpa mtu onyo. Tuelewana, hata leo tunatumia hiyo design. Oya, tusichezeane bwana, usinione mimi mjinga bwana, nitakuweka sawa sasa hivi, si ndio? Kidole hichi kinatumika kama nini? Kama onyo. Lakini design ya pili kinatumika kidole hichi kama tusi, kama kumtukana mtu. Tuelewana, kwa sababu unapomnyoshea mtu kidole namna hii ni aina ya dharau fulani unaifanya. Hivi babangu una uwezo wa kumnyoshea kidole? Mwambie wewe mzee, tuheshimiane. Una uwezo wa haiwezekani. Kwa hiyo Waarabu walikuwa wakitumia hicho kidole katika mambo hayo mawili: ashatu, kumtukana mtu; pili ni kutoa onyo. Lakini kidole hiki, tafsiri ya pili, kinatumika kama almusabbihatu, ni kidole ambacho cha kumtaja Mwenyezi Mungu. Almusabbihatu ni kidole cha kumtaja nani? Allah. Leo ukiulizwa, shekhe, waungu ni wangapi? Utasemaje? Ni mmoja tu. Unamsabihi nani? Allah jalla fi'ala. Tumeelewana vyema hapa? Kwa hiyo naomba tuwe makini. Anasema al-isharatu bisababati wa tahrikuha, kutoa ishara ya kidole hiki cha shahada na kukichezesha katika swala. Yusannu al-isharatu bisababati fi tashahhudi, imewekwa ni sunna kutoa ishara ya kidole cha shahada katika ile atahiyatu. Ni sunna wakati ule ukiwa kwenye atahiyatu utoe ishara ya kidole hiki cha shahada. Wadhalika biittifaqi almadhahibi alfiqhiyyati al-arba'ati, hayo ndio makubaliano ya madhehebu ya fiqhi aina nne. Alhanafiyati ni upande wa Abi Hanifa, walmalikiyati na upande wa Imami Malik, washafi'iyati na upande wa Imami Shafi'i, walhanabilati na upande wa Ahmad bin Hanbal. Nenda kwenye kitabu Tabyinul Haqa'iq, kitabu nambari 1, ukurasa ni wa 121. Nenda kwenye kitabu Sharh Mukhtasari Khalil, kitabu nambari 1, ukurasa 282. Nenda kwenye kitabu Tuhfatul Muhtaj, kitabu nambari 2, ukurasa ni wa 80. Nenda kwenye kitabu Al-Insafu lil-Mardawi, kitabu nambari 2, ukurasa ni wa 56. Al-adillatu min as-sunnah, tuangalie dalili kupitia mwenendo wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hadithi ya kwanza, an Wa'il ibn Hujri al-Hadrami radiyallahu anhu qala, kutoka kwa Wa'il mtoto wa Hujri al-Hadrami, radhi za Mwenyezi Mungu zimwendelea, amesema raaitu an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam, nilimuona mtume wa Mwenyezi Mungu, rehma na amani zimshukie yeye, kad halaka al-ibhama wal-wusta, hakika akiwa amekunja kidole gumba na kidole cha katikati. Amekunja kidole gumba na kidole cha katikati, mwanielewa? Wa rafa'a allati talihima, akakienua kile ambacho kinachofuata kwenye vidole viwili hivyo. Yad'u biha, akiomba kwa kupitia kidole hicho, fi tashahhudi, katika atahiyatu. Huyo amemshuhudia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ikiwa amekunja kidole gumba ni hiki amekunja kidole gumba na kidole cha katikati ni hiki, akakienua kilichofuata ambacho ni kidole cha nini? Cha shahada. Yad'u biha, akiomba kupitia hichi kidole, fi tashahudi, katika atahiyatu. Kwa hiyo ukiwa kwenye atahiyatu, wakati ule sasa unatoa shahada yako, atakiwa ufanye nini? Uenue hichi kidole chako.
Hadithi hii ni sahihi, kaipokea An-Nasai kwa nambari 1264. Sheikh Albani ameisahihisha fi Sunan Ibn Majah, utaipata kwa nambari 753. Hadithi nambari 2, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kutoka kwa Abdullah mtoto wa Umar, radhi za Mwenyezi Mungu ziwaendee wawili hao, yani mtoto na baba yake. Anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam, hakika ya mtume rehma na amani zimshukie yeye, kana idha jalasa fi salati, alikuwa pindi anapokaa kikao katika swala, wadaa yadahu al-yumna ala rukbatihi, anaweka mkono wake wa kulia juu ya goti lake la upande wa mguu wa kulia, wa rafaa usbu'ahu, na anainua kidole chake, allati tali ibhama, ambacho kinafuata dole gumba, yad'u biha, akiomba kupitia hicho kidole, wa yadahu al-yusra, na mkono wake wa kushoto, ala rukbatihi, juu ya goti lake la mguu wa kushoto, basitaha alayhi, ikiwa amevinyoosha juu ya goti la mguu wa kushoto. Tumeelewana? Kwa hiyo vidole vyako katika upande wa mguu wa kushoto vinafanya nini? Vinanyooka, vinakuwa baina ya goti na baina ya nini? Ya paja. Lakini upande wa mkono wa kulia, sawa ya jamaa, anaweka juu ya mguu wake wa upande wa kulia, lakini akiwa anakunja dole gumba kupitia kidole chake cha katikati, kidole kinachofuata cha shahada kinainuka, anamuomba Allah kwa kupitia kidole hicho. Sasa usije ukaniuliza, kwani hicho kidole kina nini mpaka anamuomba Allah kwa kupitia kidole hicho? Fata mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hadithi hii ni sahihi, kaipokea Imamu Muslim kwa nambari 580.